Karibu tena kwenye Life Asili Podcast. Leo nimepata mgeni, ndugu yangu hapa, Apostle Major Disciple. Huyo kututembelea, tutapiga story 2-3. Kwa hiyo twende kazi, twende pamoja. Apostle. Yes bana. Habari ya wewe? Njema. Kwema kabisa. Kwema, naambia mzee. Safi, karibu kwenye podcast, maana nimekualika muda mrefu sana. Yes, mambo mengi unakuta kwamba hivi napanga lakini leo ndo leo sasa. Naomba nijitahidi nikija niongee nikiwa open. Yaani sio kwamba nile mambo ya makamera na nini, it's a podcast. Yeah, it's a podcast. Tunakuwa tuko free tu. Yes. Yeah. Kwa nini unajua makolokoto na edit? Hapana, si edit, na rushia kama yalivyo. Okay. Sawa, tuanze tu. Yeah. Tusipoteze muda, twende moja kwa moja. Yes. Mimi niko na swali nataka nikuulize kwamba ndo nakuuliza hivi kwamba things people don't do for love. Things people don't do for love. Ni mambo gani ambayo wewe unahisi watu hawafanyi kwa mapenzi au kwa upendo? Au wewe ni vitu gani ambavyo mtu akikufanyia unaweza hata usivikoside kama ni upendo? Ni kila swali lazima nijibu kila swali. Ndio. Ndio, ni kila swali lazima ujibu. Of course, la pili ndio anatoa siri. Hiyo bii yake. Kwamba anatoa siri za mimi ili mtu akaniteketeze labda. Lakini siogopi. Uogopi. Ila ni kama itakuwa nimebinafsisha. Yeah. Labda nizungumzie hilo la kwanza, ni rahisi kujibika. Umesema mambo ambayo watu hawayafanyi kwa upendo au hawayafanyi kwa mapenzi, lakini watu wengi wanatafsiri kama ni upendo. Hasa hapo ndo okay. In fact ni kwamba mambo yote ambayo watu wanaweza wakayafanya kama upendo, yote yanaweza yakafanyika kama sio upendo. Yes, kwa sababu ya na zipo scriptures zina prove hiyo kitu. Kwa hiyo kama utaangalia mtu fulani alifanywa kitu akapendwa, sawa? Yaani hata Yesu mwenyewe sumona alitoa mwili wake na huo wa Kristo mnasema kwamba yaani sio alivyotupenda. Ni sio alivyotupenda mpaka ameutoa uhai wake. Na sinakiza ni pendo la namna gani alotupa Baba. Hata sisi kuitwa sisi wana wa Mungu, au sio? Ndio. Yote hayo mtu anaweza akayafanya out of love. Out of love. Yes. Ndio maana kwenye andiko ambalo linazungumza sana kama upendo, wa Korinto wa kwanza sura ya 13, inasema hata mtu atakapotoa mwili wake uungue moto, kama hana upendo bado ni bure. Hata akitoa mali zake zote akawapa maskini bado kama hana upendo. Kama hana upendo ni sasa upendo ni hiyo itakuwa swali jingine tena mwishoni. Of course, I will explain. Yeah. So mtu anaweza akafanya chochote ambacho watu wanatafsiri kama upendo, anaweza akakifanya akiwa hana upendo, kwa sababu watu wana uwezo wa kufanya vitu wenye uwezo navyo. Kwa hiyo huwezi jua ni kitu gani ana uwezo nacho, kitu gani hana uwezo nacho. Okay, yes. Hapo ndo mchongo wao unaanza. Kwa hiyo ni confusion ambayo watu wengi wameingia huko, dada zetu na nini. Ananipenda kweli. Mtu mmoja alikuwa ni amenunulia iPhone 17, imetoka iPhone 17 sasa. Bora hiyo. Mtu mmoja alisema mtoto ananipenda kweli mpaka ananiita baby. Yaani yeye kuita baby akaona kwamba yes, ni mangi fulani. So nafikiri nimejibu hapo. Okay. Chochote ambacho unaweza ukafanyiwa kwa upendo, mtu anaweza akakufanyia hata kama hana upendo. Kwa hiyo usifikiri unapendwa kwa sababu ulifanywa 1 2 3 4. No. Okay. Okay, niende mbali. Hata kama umeolewa haimaanishi unapendwa. Ndio maana maandiko yanasema enyi waume wapendeni wake zenu. Kwa hiyo mtu anataka kamoa mtu hapa kama hampendi, naanza kuna mashahidi hapo, kuna watu wameolewa na hawapati upendo, wanafikiri watakuwa wapendwa na waume zao, na waume zao hawawapendi. Yes, inakuwa ni changamoto kubwa sana mno. Na sawa, tusiende sana kwa watu ukawauzi watu tukapigwa mawe mtandaoni. Yes. Kwa swali lile ambalo lilikuwa linakulenga moja kwa moja, yani kwamba ni kitu gani ambacho mtu akikifanya kwako specific, mtu mwanamke hapo mwanamke kwa sababu mtu yote mimi nitasema kama ni msela akifanya 1 2 ndamida au msela yuko na ile love kilasta au si.
lakini kama ni manzi kuna vitu vyangu vichache ambapo nafikiri hivyo hata kama ingekuwa ndo Kristo anaoa na yeye angetaka hivyo. Yes. Mimi nitumia dakika ngapi kujibu hili swali? Zozote tu, muda tunao, jua tunalo. Na kipindi cha kwako. Na kipindi cha kwako, na tunaweza tukasimamisha jua tu kama Joshua. Yes, au tukasafiri katika muda. Yeah. Mimi mwanamke akinanelia akiwa yeye ni namba moja kwangu. Na namba moja sio mimi ndio nimemweka namba moja kwa sababu kama mwanamke wangu labda nitakuwa nimeweza kwenye nafasi. Yeye akiamua kuwa namba moja kwangu kwenye vitu vingi ambavyo ni kwangu mimi naviaminia. Unaviaminia. Yes, kama ni kazi yangu, mtu ambaye anatakuwa namba moja kwenye issue ya ushauri na nini awe yeye. Lakini kitu kingine, mimi mwanamke akinisikiliza na akawa kila ambacho anamwambia anaamini kama ndo kaambiwa na Mungu sasa. Naona na tafsiri kama upendo. Najua yuko mwanamke anaweza akafanya hivyo akiwa hana upendo, lakini mimi akifanya hivyo anakuwa anikosha. Sasa kama anikosha, naweza kuna mambo na mimi nafanya hapo kwa sababu anafanyaje? Anakosha. Maana yake tayari umekuwa umefeel the love. Yes. Yaani kwamba yeye ipo kwa upande wa mtendewa sasa. Yes, sio wa mtendaji kwa sababu kwa mtendaji unasema mtu anaweza kufanya chochote kile na inawezekana akafanya out of love. Yes. Kwa kama mtu anataka kunichanganya labda kwamba amekuja kweli anataka kunichanganya. Awe hivyo, awe yani shabiki na mmoja kwenye kila kitu na awe ananisikiliza. Sio nakwambia na wewe asikiliza, Mungu anasema wa kwanza yeye, afu wa pili mimi hapa, kwenye ile afu unafuata wewe, lakini hakuonei ni ameamua tu kuweka hiyo chain yana hiyo nini wanasema ni issue ya order. Sio order. Ni order of command au chain of command? Ni hata ukisema chain sawa, ukisema order sawa. Yes. Sasa Mungu mimi nikaamua kumwambia mwanamke hivyo. Alafu akasema okay, lakini labda Nanauka Joel alisema hivi au labda mwalimu akasema hata kama wao ni wazuri lakini bora tu negotiate. Yeah. Mbona unasema hivi? Yaani hataki kunielewa mimi kama mimi. Na kama anakuwa nimekosea, ndio niko wrong. Tutajua, tutaniambia mume wangu no. Ayu gani na mtoto. Ni kweli na kuelewa. Yes, kwa kama mwanamke anakuwa ananisikiliza na neno langu linakuwa sheria kwake. Ananichanganya. Hatari sana. Yes. Basi mimi nafurahi. Wewe kwani hiyo kwani kuhusu au kwani wewe vipi? Au unataka niulize hivi? Si au sio nauliza. Kwa sababu ni podcast tunaulizana. Swali lipi? Wewe mwanamke akifanya nini ndugu yangu? Akifanya kitu gani? Naona kama hapa Unyamwezi anipenda mtoto au unajisikia kupendwa, kwa sababu kufeel kupendwa bado ni tofauti na kupendwa. Ni tofauti na kupendwa kwa sababu ni wewe upande wako. Ni wewe tu ndio umefeel hivyo kutokana na akili yako ilivyo, umeamua kujipendekeza kujisikia kama unapendwa. Na mambo unayoyajua na namna labda ulivyolelea, yani vitu vingi sana. Mambo ni mengi yanakuwa amechangia. Yes. Lakini mimi kitu cha kwanza kabisa sipendi kuwa ignored. Sipendi kuwa ignored. Maana yake ni attention. Lakini sio attention kwa namna ya kwamba no attention all the time. Attention kwenye vitu fulani vya msingi. Umeona? Kama umegusa wewe umesema hivyo kwamba kwenye mambo yako. Kwa mimi napenda na feel kupendwa kama mtu anakuwa ananisupport sana kwenye jambo ambalo mimi nalifanya au kwenye mambo ambayo mimi nakuwa napenda kuyafanya, either career, kazi na nini. Umeona? Hiyo inakuwa inanipa nguvu hata kama dunia nzima haishangilii, anashangilia mtu mmoja tu. Mimi nanipa nguvu ya kuendelea kutaka kila siku kufanya. Kwa maana nyingine ni kama hivi tunamfanya podcast hapa, kama anatizama yeye. Wale wengine wote hapo wasitizame, hata usitizame. Atizame. Kesho tunaendelea na episode nyingine. Haujaniiga hapo lakini sijakuiga mwongea bwana. Mimi of course ni hichi kitu kiko sawa kwa sababu gani? Tunaongea afu na proof au ni sawa. Yaani huwa kwa Wakristo na basi sana kwa Wakristo kwa Kristo. Huwa tunaamini Yesu na kanisa ni mtu na mke wake. Usi? Kama Yesu kanisa tunakuwa sio mashabiki wake, kwa shabiki na nani? Kwa Yesu hasa hiyo utukufu wake anataka ajitolie kwa kanisa. Kwa kama anakuwa anaweza kushow up kwenye issue zangu, mimi yani tayari amenipata. Pia mtu ambaye anakuwa ananielewa
au hata kama hanielewi, kwa sababu sio muda wote unaweza ukazungumza vitu ukawa unaeleweka. Hata kama hanielewi, awe ni mtu ambaye anajitahidi sana kutaka kunielewa. Na mtu ambaye anakuwa anajitahidi sana kutaka kunisoma na kunifahamu kila siku. Kama kitu haelewi kuhusu mimi aniulize ili aweze kunifahamu zaidi. Okay, that is good. Lakini of course, kama mimi niseme, kwa sababu nimezoea kuwa na ubiri mara zote. Hiyo kitu iko hivi. Mungu alipozungumza upendo kwanza, nikwambie tu ambako yeye alidefine hivyo, anazungumza. Yesu anawaambia wanafunzi wake, anawaambia nyie mkinipenda, mtashika amri zangu. So, utashikaje amri za mtu ambaye haumfuatilii na haumpi attention kuelewa? Maana kama uzijui amri zake uweze ukazishika. Na amri unazijuaje bila kupay attention, kuwa makini na hiyo. Na akasema siku nyingine kwamba anasema hivi, mtumwa huwa hajui afanyavyo. Sasa nyie siwaiti watumwa, nyie mnakuwa marafiki kwa sababu mnajua nifanyavyo. So mpaka wajue anavyofanya wali attention. Hapo nimezungumza ni Mathayo, Yohana sura ya 14 mstari wa 15 na Yohana sura ya 15 hiyo hapo mstari wa 14. Unaigeuza hiyo. 14. Sahihi. So unafikiri hii watu wakitaka kujifunza hizi vitu, hata ni swali umeniuliza, lakini nafikiri waangalie sana Yesu anavyohusiana na kanisa. Yesu anahusianaje na kanisa? Kwa sababu watu wanataka kusikia wampende mtu ambaye anamuelewa. Lakini hamna Mkristo ambaye kaanza kumfuata Yesu baada ya kumuelewa sana. Alimuelewa kidogo akamfuata, alafu anazidi kujitahidi kumuelewa. Nimeanza kuhubiri mimi. Hamna, unazungumza vitu vizuri. Kwa hiyo mtu wako kama ushakuwa naye, unatakiwa uanze kujifunza kumuelewa. Na tusione upande mmoja. Even you, ukishakuwa na mama, lazima uanze kujifunza kumuelewa. Na kuelewa vizuri kabisa. Kwa nini? Ukiwa unamuelewa utakuwa unajua nini anataka. Na yeye akikuelewa utajua anataka nini. Na utajua kabisa kwamba maanake kama tumetolea mfano kwamba nyie kwa sababu kama mnanipenda mtafuata sheria zangu. Maanake huwezi ukajua sheria za kitu kama ukijui, ukifahamu, haujapay attention kama ulivyosema. Sasa kumbe tunaanza kuona nini maana ya upendo. Sijaenda huko. Hatujafika. Kumbe things people don't do for love. Yesu anasema mkinipenda mtashika amri zangu. So yeye anaona watu wakishika amri yana conclude kwamba sasa wananipenda. Okay, kumbe nao hata kama things people don't do for love ni vitu vingi sana, si ndio? Ila ukianza kuona mtu anashika amri zako, unaona kitu kwake ni sheria. Kuna uwezekano mkubwa hapo, asilimia nyingi wewe mtu hapretend. She love you. Kwa sababu sheria ni kitu kigumu. Maanake sheria ukishasema sheria, maanake kuna hali fulani ya enclosure kitu, yani kama kubana fulani. Ni sheria. Maanake na kama hali fulani ya kubana. Kwa hiyo maanake mtu sio rahisi kupretend kushika sheria. Yani of course sheria is from you. Sheria yako is from you. Kama is from you, kwa nini mimi niishike? Wewe umesema. Sasa yani wewe unataka hivi. Kwa kama ni from you na naishika, maana mimi nimekushika wewe. Nimeshika vitu vinatoka kwako. Si ndio? Kwa hiyo ni wangu. Tunarudi kule mwanzo. Kwamba mtu ina maana anakuwa ni shabiki, anakuwa ni supporter. Nzuri. Kwa sababu unachokifanya na mimi kimetoka kwako, hivyo ni cha kwetu. Si kama unanielewa. Lakini sasa okay, tuashumu mtu anafanya labda nini, unampa mtu ugali. Anaweza akaishi kimetoka kwako. God is not you, bro. God is not. Wewe kuna vitu vyako. Kwa sababu nitakwambia God is not you. Kila mtu anaweza kawa na gari. Hela sio wewe. Kwa sababu kila mtu anaweza kawa. Kila mtu anaweza kawa na hela. Ila kuna vitu ambavyo ni vyako. Ni wewe. Viko ndani yako, ndo wewe. So things like aina fulani ya kazi, kama hivi calling, wengine mitume, au sio? Jobs fulani kama hizi talents. Wewe unajipendelea. Siku za mwisho utakuwa watu wenye kujipenda wenyewe, au sio? Una rap. Sasa wewe unakuwa wewe ushabikia rap, maana rap mara zimetoka ndani yangu, ndo mimi wewe. Yaani mimi yeye mziki yenu mimi hata sielewi. Kwa hiyo nielewi mimi, unataka nifanyaje? Nianze kubana pua zote mbili and yaani ile mziki yenu wewe. Usije kwa anauliza maswali kumbe unawajifu na watu huko prophet. Hapana. Mimi nahitaji niko na pure heart. Nahitaji tu tuweze kufahamu. Kwa
sababu lengo zima la Life Asili podcast ni kwamba watu kuweza kufahamu, na ni podcast ambayo tunakuwa tunaifanya mara nyingi kwenye mazingira ya natural au asili, kwa namna ya kwamba hatuweki arrangement nyingi, hatuweki lights nini, labda kama itakuwa imetokea tumejikuta tupo kwenye lights kama hivyo. Umeona kama leo nimekushtukiza, nimekutoa huku na naleta huku ili okay. Nimekutoa hotelini nimekuleta huku beach. Sawa. Nataka wajue niko hotelini. Unaona sasa. Sawa. Umeona. Kwa hiyo inakuwa namna hiyo. So niko na Pure Heart, nahitaji tu share knowledge na watu pia waweze kupata knowledge. Sawa, lakini nimejibu kwa sehemu. Umejibu. Wow. Tuje sasa kwenye jibu la pili, la kwanza nimelijibu na la pili. La kwanza na la pili yote nimejibu yote. Wow. Na sasa hivi kupigiwa makofi kwa utukufu ni kwa Yesu. Unazama utukufu. Utukufu. Yeah. Wao wanasema atutukuza Isaya 55. Sasa atutukuzaje? Na utukufu wetu kidogo anatoka na wetu. Atugusu utukufu wako Baba. Hatuwezi. Yes, endelea. Yeah, so tuje kwenye swala la upendo. Upendo ni nini? Maana kama tumeona kwamba mtu anaweza akafanya kitu chochote kile na bado akawa hajafanya kwa upendo. Umeona? Lakini pia tumeona kwamba kama mtu akitoa mwili wake uchomwe moto, kama mtu akiuza mali zake zote akawapa maskini na bado hana upendo, anakuwa amefanya kazi bure. Je, upendo sasa ni kitu gani? Ni kitu gani hichi cha ajabu ambacho ni kigumu kukielezea, lakini naamini wewe utatusaidia kukielezea leo. Swali zuri. Of course nikiwaga naenda kuhubiri sehemu upendo. Mimi kuna vitu ambavyo najifunza na ninaviweza nafahamu. Lakini upendo najifunza. Lakini waga ni topic pana sana. Lakini Mungu alinijalia kujua definition. Yaani najifunza bado upendo, lakini definition naijua. Kwa hiyo nikimwambia mtu definition ya upendo, kama kanipa max asinipe chache basi. Sababu definition naijua na naijua. Mzee mautukufu. Mungu yeye anajiita kwamba wanasema Mungu ni pendo. Hiyo ni lugha ya siri. Sio lugha, hiyo ni lugha ya siri. Kwa sababu Wakorintho anasema kwa. Wakorintho kwanza sura ya 2 pale. Sisi tukitafsiri mambo ya rohoni kwa namna ya rohoni. Kwa hiyo Biblia mara nyingi imekaa hivyo. Sasa kama Mungu ni pendo, sijawahi kusikia watu wakisema upendo ni Mungu. Hiyo anasema Mungu ni pendo. Okay, pendo la Mungu halina unafiki. Sio, unaelewa prophet? Pendo la Mungu halina unafiki. Maana yake kwa lugha rahisi, pendo la Mungu halina mawaa. Okay, sasa upendo ni nini? Upendo bro ni sehemu ya Mungu. Sehemu ya Mungu. Ni sehemu ya Mungu. Upendo ni sura fulani ya Mungu. Wewe umezulia baadhi ya mafundisho na Yesu ana sura mbalimbali. Kwa kuna sura fulani ya Mungu huwa ni sura ya upendo. Ukiangalia sura unakuwa umeona upendo. Yeah. So, yeye mnaambiwa ukitaka kumuua nyani usimwangalie usoni. It's like kuna wakati unaweza kumwangalia mtu kana ameweka sura ya huruma. Maana ukiangalia sura yake unaona huruma. Sasa mtu ana sura moja amegeuza ameweka huruma. Ila Mungu ana sura mbalimbali. Ila miongoni mwa sura zake kuna sura inaitwa upendo. Kwa hiyo mtu akionyesha matendo ya upendo, alafu hiyo sura ya Mungu ikawa haiko ndani yake. Yakodia ma. Hilo pendo lina mawaa. Na inawezekana lina unafiki ndani yake. Yes. Kwa hiyo upendo kwa leo, sawa, you know mambo ya rohoni, upendo ni sura fulani ya Mungu. Katika sura zake nyingi. Na kama mtu akionyesha upendo alafu kukawa hamna hiyo sura ya Mungu ndani yake, maana yake huo sio upendo. Swali sasa. Tunawezaje kufahamu kwamba hii ni sura ya Mungu ambayo inawakilisha upendo? Okay. Swali lako zuri. Mungu anasema hivi. Mungu alipompenda mwanadamu, hakuna wakati ambao tunaona kwa nini alimpenda na ni kwa muda gani anampenda. That's why wanasema hapo mwanzo Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee. So
alafu mnaambiwa nini kwenye ndoa huku, mambo ya yaani waume wapendeni wake zenu. Ninapoongea hivi siongei vitu vyepesi. Yaani najua kuna types of love. But upendo tunaposema ni sura ya Mungu, unasema mtu atajuaje? Upendo huwa haupungui neno wakati wowote. Upendo huwa hauhesabu mabaya. That's why Mungu ambaye ana hasira nyingi na ana uwezo wa kufanya vitu vibaya, hatufanyi hivyo kwa sababu huwa anapotaka kujudge anakuwa amevaa sura yake, anakuwa okay, anatujaji kupitia sura yake ya upendo. Hatuangalii kwa uso wa mbuzi, yani kwamba yani wewe anaona kwa uso wa upendo, ndipo anapozungumza kama Bwana angehesabu mabaya, ni nani ambaye angesimama. Kwa ni Mungu anaamua kuangalia kwa sura ya upendo. Okay. Kwa upendo tunaujuaje? Tunaangalia hizo sifa. Mungu akikwambia nilikuwa nakupenda, sasa hivi sikupendi tena. Unagundua ule upendo ambao umevunja kikombe chake au sahani yake, anakwambia ukimwambia I love you akwambia I love you too tena. Maana yake huyo upendo hapo unazungumzia ambao ndio upendo wenyewe, huyo hana. Na unaozungumzia ndio mama wa upendo nyingine zote hizo aina mbalimbali ambazo watu sijui father nini wanasema zile nini brotherhood leo na nini. When you talk about this I'm talking about ndo mama wa hizo upendo zingine. Maana yake hizo zimekuwa reflected na ile ambayo ndo mama ambayo ni sura ya Mungu yeye mwenyewe. Yes. Kwa hiyo hapo nimeanza kujibu kwamba utajuaje kwamba huyu anipendi? Utaanza kuona huo upendo kuna wakati unapungua neno kutokana na situations. Na wakati upendo ambao ndo halisi wenyewe, huwa situations zinavyokuwa mbaya, utaona haupungui neno, unaongeza maneno kuheal situation. Yaani bado situation inakuwa healed na upendo. Ndio wasema upendo unafunika wingi wa makosa, wingi wa dhambi. Lakini hiyo haimaanishi kwamba mtu mmoja kule kwa sababu utapenda upendo wa namna hii basi wewe sasa ndio unafanya makosa. Sababu tunajua upendo ufunika makosa. Yeye akifanya hivyo kwa sababu anakuwa yeye sasa hana upendo. Kwa maana anakuwa hana upendo kwa sababu kama unapenda uwezo ukamkosea mtu kama na wewe unapenda. Are you getting? Maana yake anakuwa hampendi pia. Yaani mimi nakupenda wewe unipendi. Sasa kama nakupenda au unipendi, unakuwa sio kama nakuwa mimi sasa sikupendi, nakuwa nakupenda lakini unakuwa haustahili kupendwa. Kwa sababu wewe unipendi. Kwa hiyo kuna kustahili pia kupendwa. Yes. Okay. Sasa hivi vipindi kijana wangu unaelewa, lakini somo langu fupi masaa 3. Tuambie kidogo, naelewa. Tuambie kidogo kuhusu issue ya kwamba kustahili kupendwa. Je, wewe sasa kwa namna moja kwa moja unahisi ni mtu gani ambaye anastahili kupendwa na wewe? Mfano kama tukizungumzia kwenye kipengele cha marriage. Tumeenda kwenye marriage tena. Mimi nitatumia principle kama za Yesu. Kwa sababu hapa tunavyozungumza, naomba niwe huru zaidi bila kuconsider time. Upendo ni kitu nimekwambia ni sura ya Mungu, si ndio? Sasa hebu ona hichi kitu. Mungu alitupenda akatuita. Sawa akatuita. Tukawa wana wa pendo lake. Ameshatuita. Lakini mule ambao naona unakuta kuna levels. Ndio anawaambia nyie sasa mkinipenda mtashika amri zangu. Nasema nyie sio mmekuwa rafiki zangu kwa sababu nini? Nasema come on. Nasema mmekuwa rafiki zangu mkipenda yote ni waamuruyo. That means anazungumzia friendship. Sio kwamba kama hawatendi ambao amewaamuru wanakuwa sio wanakuwa labda ni kitu kibaya sana. No, wanakuwa kuna level fulani ya kustahili kuweza kupata ule upendo, wanakuwa hawana. Yes. Okay, uona marafiki labda tuseme 5. Wale marafiki kuna grade umewaweka. Wote wanawapenda, lakini zile grades ambazo umewaweka inatokana na how wana behave. Sure. Yes. Sio kwamba wapenda, na wapenda wote, lakini sasa kuna level naamua kuwaweka kulingana na wanavyo behave. Kwa mtu ambaye anastahili kupendwa. Anastahili kupendwa. Kuna matendo anayafanya unaona sasa huyu anastahili kuwekwa eneo hili. Upendo ni chumba bro, upendo ni nyumba, au sio? Upendo ni nyumba. Nani nimweke chumba hiki chenye 1 2 3, nani nimweke hiki, inategemea na yeye anajibidishaje. Ndio. Yes. Okay, chombo kikiweka sorry lakini hivi tu.
Kwani kitu ukikiweka chooni unakuwa ukipenda? Kitu kwa umekiweka chooni ina depend ni kitu gani. Umewahi kununua nguo mpya alafu ukashangaa ile nguo kuna nguo zingine unazipenda lakini ukashangaa ile nguo hata namna ya kuifua, sababu tunafua kwa mikono, unaipa special care. Yeah. Labda unataka kuichanganya na nguo zingine yako nyeupe, unaifua kwanza yenyewe povu la kwanza ya mtoko ile. Unaisuza nika peke yake isigusane na nguo zingine ya mtoko, si ndio? Hiyo nguo ni umeinunua tu, umeangalia bei inunua na ukivaa inavyokukaa. Kwa unavyoona inavyokukaa na unapopaka unaipenda ni venye ambavyo inakufaa wewe. Yeah. Yaani mpaka watu wanasema wow, oya mwanangu hiyo imekaa mahali pake. Hiyo imekaa mahali pake. Sasa ile sio kiumbe ambacho kinaangalia. Kuna mtu anafanya mambo ya kukufaa. Kwa kuna level tu unamweka. Na sio dhambi kuweka watu kwenye level tofauti. Na automatic muda mwingi automatic unajikuta umemweka kwenye level. Ndio maana ukiona mke alafu akawa hafanyi matendo ya kustahili kupendwa. Yeah. Anakuwa ni mke wako lakini kwenye moyo wako sio namba moja. Mbaya hiyo. Ndio maana mwanamke anatakiwa afanye matendo kila siku. Okay, wanawake wazee wanatakiwa wafundishe wanawake vijana namna ya kuwapenda waume zao. Yeah. You know what? Kuna matendo akiwa wanayafanya kwa waume zao, hayo yanawapatia nafasi. Nafasi maana yake level anayowekwa baada ya kufanya matendo fulani ni level ya juu. Ila anapendwa lakini anakuwa hajapata ile nafasi. Akianza kufanya mambo fulani ambayo yataweza kumgusa yule mwingine, basi pandishwa level ya juu. Na ukiulizwa difference, hata Yesu, wote tumeokoka. Tumemfuata Yesu. Ila kuna watu anawaangalia, anawapa hiyo nafasi, ndio kwambia nyie mmekuwa rafiki zangu. Sema yote ni je, wengine sio marafiki? Nikuchanganya, wewe ni mtumishi au sio? Wale wote waliompokea akawapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Okay, watoto wa Mungu au sio? Yeah, sure. Sawa. Nipendwa namna gani? Sisi tuna watoto wa Mungu na ndivyo tulivyo. Okay, sawa. Kwa nini naseme wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu? So kuna levels, wote ni wana, lakini kuna levels. Tumeokoka, mimi mtoto wa Mungu. That's why haumsikii Mungu sana. Yeah. Kuna level aliyokuweka. Kwa kuna tofauti kati ya mtoto wa Mungu na mwana wa Mungu. Hata wote mkiwa wana wa Mungu. Yeah. Kuna level. Bado kuna nafasi. Kuna nafasi. Hapo mimi sijaelewa hapo. Yaani kwamba hata wote mkiwa wana wa Mungu bado kuna nafasi. Yaani wewe mwana wa Mungu, okay. Mungu ana wana 1000. Ameleta kwenye city, amewakabisha kwenye sherehe. Afu ile sherehe kapanga viti kwa mfululizo hivi kwenda kutokea hapa kwenda kule nyuma. VIP hivi hata kama vijaandikwa hivyo. Akianza kuwa arrange pale. Yeye Mungu sasa kupiga of course pepo ni mwingi huko. Yeah. Akianza kuwa arrange. Hamto yani wote sio wote mtakuwa kwa kitu cha kwanza. Yeah. Mtaangalia wale matendo mnayoyafanyaga ya kustahili kukaa kile kwenye kitu cha kwanza. Na ndio maana Mungu anamwambia shetani kuhusu Ayubu kwamba umemwona mwanangu. Umependezwa naye? Cha kunoti ni hichi ambaye hapana kama yeye, mwenye haki kama yeye ulimwenguni. Kuna matendo aliyafanya Ayubu. Okay, sasa difference mwingine anasema kwa kuwa umekaza kunipenda, hivyo nitafanya 1 2 3. Kwa hiyo kwa nini kuna kukaza kumpenda? Kuna watu wanaangalia kuzishika amri mpaka kuna nafasi wamepewa. Okay. Kwa sasa tukirudi kwenye jambo letu, swala ambalo nilikuwa nimekuuliza. Kwenye marriage, maana yake kwa namna hiyo ni kwamba ni mtu atakaye kaza kukupenda. Yes, kuna matendo ambayo anatakiwa kuzidi kuyafanya. Ndio maana baada ya kuoana mtakiwa muishie hapo. Sio kwamba upendo hamna, upendo mmeoana mpaka lakini kuna mambo anatakiwa azidi kuyafanya baada ya kuwa ameolewa, ambayo mambo yanamfanya azidi kusustain kwenye nafasi aliyokuwepo nayo kwanza. Okay. Dada wa kazi akija akifanya matendo
fulani fulani. Unaweza kushangaa nafasi ya wakazi anatoa anampa wale. Yanafanya mtu anahamisha nafasi au inakuwaje? Tusiwapeleke watu haraka. Hebu sikiliza. Kwa hiyo nilikwambia kitu kimoja wakati tunaanza. Yeah. Ukaniuliza ni vitu gani wewe ukifanyiwa unahisi unapenda. Kwa kila mtu anavyo vya kwake. Haya, sasa mimi dada wa kazi akawa anavifanya hivyo sana. Na mke wangu anajua. Dada wa kazi anavifanya sana hivyo. Kuna nafasi nampa baadaye kufanya hivyo. Wewe mtu ambaye anakufanya ujisikie vizuri, automatic your brain na your body utadecide kumpa rewards because I have told you there is no free service. Yeah, there is no free service. Na service ya upendo wewe unamfanya mtu apewe reward ya nafasi. Aya. Wafalme ambao script wafalme wanasema nini? Maandiko yanasema kwamba zawadi huwa inawapatia watu nafasi kwa wafalme. Kwa nini? Maana wafalme wakiinterpret gift as love wakafili wow, wanakupa nafasi. Yes. Sure. Hiyo umejibu vizuri sana. Basi mimi nimefurahi leo tusiwe na session ndefu kwa sababu nimekupua. Okay. Muda mwingine naamini tudondoshee comment pale wewe unafikiria nini? Unahisi ni vitu gani ambavyo watu wanavifanya hawavifanyi kwa upendo na vitu gani watu wanavifanya kwa upendo? Na wewe specifically ukifanyiwa kitu gani unahisi unapendwa? Tudondoshee kwenye comment hapo, tutafanya session inayofuata. Na kama kuna mtu unatamani tumwalike, basi mnamtagi hapo, tunamwalika. Mtu mwenye maswali, mtu mwenye majibu. Ya hata kama kuna maswali hapo tupia yatamfikia directly ya kwangu directly kwa ajili ya kipindi kwa mtu yoyote, unaweka hapo kwenye comment section. Tukutane wakati mwingine. Life Asili Podcast.